bila shaka mnazungumza na kaka Dan kutoka Kitengela. Karibu sana Dan. Yes. Mamlaka ya kudhibiti kawi na petroli nchini EPRA yapandisha bei ya petroli na dizeli kwa shilingi 16 na senti 65 na shilingi 46 na senti 29 mtawalia. Sasa kuuzwa lita moja ni kwa shilingi 214 na senti 25 kwa petroli na dizeli, kwa shilingi 242 na senti 92 hapa jijini Nairobi. Mafuta taa itasalia kuuzwa kwa shilingi 152 na senti 78. Hapa mjini Kitengela, ndugu Rashid Mwamkondo, barabara ilisalia kuwa ni kama mahame, kwani magari hayakuwa mengi, ishara ya kwamba wenye magari wanaogopa ile bei. Na wale ambao walikuwa wanasafiri hiyo jana maeneo mbalimbali nchini walipata changamoto, kwani kulikuwa na uhaba wa magari, na yale yaliyokuwepo tu hayakusita kuongeza bei ya nauli. Mfano tu kama kawaida kutoka hapa mjini Kitengela hadi jijini Nairobi huwa ni shilingi 70 kama kawaida, lakini jana ilipandishwa hadi shilingi 150, jambo ambalo lilistajabisha wengi, na wengi walisalia tu wakiwa wametulia katika maeneo ya stendi za basi, ishara tosha kwamba hakukuwa na magari ya kutosha. Hata hivyo, wahudumu wa matatu nchini wametangaza mgomo hiyo siku ya Jumatatu kote nchini Kenya. Nikiripotia KBC kutoka eneo bunge la Kajiado Mashariki mjini Kitengela, jina langu ni Kaka Dan. Asante sana Kaka Dan. Kenya imepandisha bei yake ya rejareja ya mafuta kwa 24.2%, huku kukiwa na ongezeko la bei ghafi na kubana mafuta yaliyosababishwa na mzozo wa Mashariki ya Kati, kwa mujibu wa mdhibiti wa nishati EPRA. Kulingana na bei hizo mpya, lita moja ya Super Petrol imeongezeka kwa shilingi 16 na senti 65, bei ya dizeli ikipanda kwa shilingi 46 na senti 29 kwa lita, huku bei ya mafuta taa ikikosa kubadilika. Jijini Nairobi, lita moja ya mafuta ya Super Petrol itauzwa shilingi 214 na senti 25, dizeli ikiuzwa kwa shilingi 242 na senti 92, huku lita moja ya mafuta taa ikiuzwa kwa shilingi 152 na senti 78. Kulingana na EPRA, bei hiyo inajumuisha ushuru husika. Hata hivyo, serikali imetangaza ruzuku kupitia hazina ya maendeleo ya petroli, ikilenga kutumia shilingi bilioni 5 ili kuwakinga Wakenya dhidi ya bei za juu za dizeli na mafuta taa. Bei hizo mpya zilianza kutekelezwa hapo jana na zitadumu kwa siku 30. Wakenya wameonyesha kutoridhishwa na kupanda kwa bei ya mafuta kufikia Aprili na Mei mwaka 2026, huku petroli ikivuka shilingi 200 kwa lita na dizeli kuongezeka kwa kiwango cha juu. Maoni yamejaa hofu na malalamishi kuwa gharama hii ya juu itasababisha ongezeko la bidhaa nyingine na kuathiri vibaya maisha ya wananchi, huku wengine wakitaka serikali kuchukua hatua za dharura. Miongoni mwa sekta zitakazoathirika zaidi ni usafiri, bidhaa za vyakula na pia dhamani ya shilingi kubadilika. Nikiripotia KBC Radio Taifa kitengo cha ramani ya Kiswahili Shabaha kutoka Mpeketoni, kaunti ya Lamu, la kwangu jina niite Kaka Ken Maslam. Ukiendelea kupata burudani chini kwa chini. Hello Radio Taifa. Hello Radio Taifa, kura yako inakwenda kwa nani? Hello Radio Taifa. Yes. Huyu anatusumbua. Gombana na simu. Ba. Ukera mjomba. Si jambo. Mashallah, ulinge mapema nami nitangulia tukue na Mwamkondo. Asante. Hebu nimpe Kaka Dani kutoka Kitengela. Asante Kaka Dani kutoka Kitengela. Asante. Kura kwa nani? Alabasi. Yes sir. Dada asubuhi. Mzuri sana. Ni Mama Kitole kutoka Soroko Wito. Kura kwa Kaka Ken. Wewe unataka Kaka Ken kutoka Mpeketoni, sawa? Na wewe unasemaje, kura yako kwa nani? Hello KBC. Kura yangu ni Kome kutoka Witu. Haya. Amesema? Anasema hajamaliza. Hello Radio Taifa. Yes, Mwamkondo. Naam. Kaita kutoka Tala. Kaka Dani apewe. Asante. Radio Taifa. Waraji. Naam. Bali ya asubuhi. Mzuri, kura kwa nani? Kanyoro kutoka Kibora, lakini mitaba yako inangorota, kura yangu ni kwa Kaka Ken.
Haya, kura yako kwa nani? Hello Radio Taifa. Hello. Naam. Edmaro kutoka Kipini. Kura yako kwa nani? Asante. Radio Taifa, hello. Radio Taifa. Naam. Silas Elisha Omongo. Ndio. Niko Kitengela na weda ni Pineapple. Kaka Ken kutoka Kitengela apate kura zote za Kitengela. Asante. Huyu wa Kitengela anaitwa kaka Dan. Nito Suleiman Ndula AKMZ wewe. Kura yako kwa nani? Kaka Ken wa Mpeketoni apewe. Asante. Kura yako kwa nani? Hello KBC Radio Taifa. Naam. Nazungumza na Nasha Njia Mwangu kutoka katika kaunti ya Lamu, eneo la Mpeketoni. Kura yako kwa nani? Kura yangu kwa kaka Ken. Asante. Radio Taifa, hello. Radio Taifa, hello. Naam. Huyu ni reporter Prado mwana wa Shunu Michael kutoka Shinyalu. Kura yangu ni kwa kaka Ken. Asante. Hello Radio Taifa. Hello. Ametoweka, tuchukue kura bado Kombo? Tuchukue kura 1 2 hivi. 0700176699. Hello Radio Taifa. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam ustadh. Kura yangu iende kwa kaka Dan. Kaka Dan wa Kitengela. Asante. Hello Radio Taifa reporter wiki, kura yako kwa nani? Hello Radio Saida. Hayo, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo ni Hassan Shilengo wa Kilelengwani huyo. Nataka kura yangu kwa Ken wa Mpeketoni. Asante. Hello, kura yako kwa nani? Rashid wa Mkondo. Naam. Hamjambo, ni Maina Kamani kwa wiki Ken apate yangu. Asante Maina Kamande. Asante. Ndio hivyo tena msikilizaji, wacha tutakaporudi tutatangaza mshindi. Sio okay? Kabisa tunakwenda sawa kabisa. Katika muda mfupi tutarudi, alafu tuangalie je, mshindi ni nani asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, hii ni KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Kipindi hewani ni Ramani ya Kiswahili. Kipindi hewani Ramani ya Kiswahili. Mimi naitwa Rashid Momkondo. Saa 2 bado dakika 7. Tupate kitendawili. Anaitwa Rashid Simba kutoka Pwani Sounds Original Taraba. Anasema jamani, mashamba. Kwako sasa Okelo mjomba. Asante sana kaka Rashid Mwamkondo. Washiriki tumekuwa na Sura Mbaya, Majaliwa, fundi wa vikapu, Kenny wa Mpeketoni, Alex wa Manchester kutoka Emuhaya, na mwisho ni kaka Dan kutoka Kitengela. Wale ambao wamepelekana vurumai kweli katika kutuma ripoti, kaka Dan wa Kitengela na kaka Kenny wa Mpeketoni. Na yule aliyeibuka kidedea asubuhi ya leo ni kaka Kenny kutoka Mpeketoni kwa sababu amepata kura 8, akifuatwa na kaka Dan wa Kitengela ambaye amepata kura 3. Kwa hiyo ripota wa wiki imekwenda moja kwa moja kutoka kaunti ya Lamu, eneo la Mpeketoni. Ndiyo kaka Kenny kule amechukua kama 8, ni kama alikuwa anachukua madafu kutoka kwenye mti wa mnazi. Kwa hiyo yeye ndiye aliyeibuka kidedea asubuhi ya leo. Na yuko vizuri, na nimechunguza sana kule Mpeketoni, kuna mikoma mingi sana. Ndivyo. Mikoma pia Okelo inatumika kutongeza pombe kienyeji. Kabisa. Na ukinywa hiyo, lakini kwa wale wanaokwenda Mangweni, ndio inakubalika. Na unajua mimi mke wangu anatoka Mpeketoni. Ndivyo kaka. Kwa hiyo pia kule ni nyumbani. Kuna utajiri mkubwa sana kule. Pale kwa mzee Suleiman Zole pale. Ndivyo. Ndio mjini pale. Kwa hiyo pia wasema pole. Nisiseme kwa sauti. Wala nisimwambie mtu. Asante.